So guys, mkutano wa dharura umeweza kuitishwa tarehe 7 mwezi wa 3 ambao utafanyika jijini Dodoma pale ndani ya Tanzania, ambapo viongozi wa nchi za mashariki mwa Afrika wanaenda kukutana kwa minajili ya kufanya mazungumzo kabambe ili kuangalia mustakabali wa mataifa ya mashariki mwa Afrika, ambapo inatazamiwa ya kwamba kutakuwa na hali ngumu sana kwa siku zinazokuja baada ya kwamba vita hivi vinavyoendelea kati ya Israel na Amerika dhidi ya Iran ambayo inaendelea kwa sasa, huenda ikaleta tofauti ya kimaisha na mpango mzima wa kimfumo wa kusambaza vitu ama bidhaa muhimu sana hizi nchi za mashariki mwa Afrika ambazo zimetegemea vitu vingi sana kutoka sehemu ama mataifa ya Uarabuni. Tukizungumzia kuhusiana na lile bomu lililopigwa pale jana kwenye ule mtambo ambao ni mtambo mkubwa zaidi duniani wa usambazaji wa mafuta kote duniani, ambako nchi kama ya Kenya, Tanzania na Uganda imetegemea pia vile vile kuchukua ama kununua mafuta kutoka kwa serikali ya Saudia hino, ambapo mafuta haya yanatoka kwenye yanatoka kwenye ile kampuni ambayo inaitwa Aramco, ambapo saa hino ambayo tunaongelelea wameweza kufunga tayari na wakasema kwamba kampuni hiyo haitaweza kuendelea kwa sababu ya ule mzozo ambao unaendelea kwa sasa, na ikizingatiwa kwamba imekuwa moja ya kampuni kubwa kwa sasa tunavyoendelea kuongea, ambapo ilikuwa inatoa mafuta kwa kila siku kwa takriban nimeweka hapa takriban milioni 87,100,450 hizi liters, yani 87,450,000 liters per day, yani kwa siku moja. Hino kampuni ilikuwa ina uwezo wa kutoa mafuta milioni 87,450,000 za mafuta ya oil ambayo ilikuwa inasambazwa masuala mazima ya wameka in general ambayo ni mafuta kama petrol tuseme, ambayo ilikuwa inasambazwa ama ni crude oil ambayo inakuja inasambazwa kote duniani, ambapo ikizingatiwa kwamba nchi kama ya Kenya ilikuwa imetegemea hapo, nchi kama ya Tanzania pia vile vile, mbali na kutegemea United Arab Emirates pia ilikuwa imetegemea hapo, na nchi kama ya Uganda pia vile vile ilikuwa ikichukua mafuta yake kupitia nchi ya Tanzania ama Uganda ama Kenya, kwa sababu ni nchi ambayo iko landlocked, kumaanisha haina ufuo wa bahari. Na nchi nyingine Afrika kabisa ambayo itaathirika pakubwa sana, ambayo 100% yake ilikuwa ikichukua mafuta kwenye hino kampuni, ni nchi ya South Africa. South Africa ni nchi ambayo ilikuwa ikichukua mafuta 100% ya petrol ambayo ilikuwa inatumika ndani ya South Africa ilikuwa inatoka Saudi Arabia, ambako ndio ilikuwa kinunua wakiletewa. Lakini kwa sasa hali ni tete. Na yule kuna waziri fulani wa nchi ya Kenya ambaye alijitokeza na kuja kuongea, niseme ni kiume ama ni kujipiga kifua, na kusema kwamba yeye hatishiwi na upungufu ambao utatokea baada ya kwamba lile shirika la usambazaji wa mafuta duniani ambalo ndio shirika kubwa zaidi hapa duniani limeweza kufungwa kwa sasa, kwa sababu ya kwamba liliweza kupokea vitisho na hata kupigwa zile ambazo ni bomu ambazo zinatumika na Iran kama kupeana precaution kwa jamii ya Waarabu pale nchini. Wamekuja wamesema hivi, huyu ambaye anajiita Opiyo Wandayi ambaye ni Energy and Petroleum CS amekuja ameandika hivi kwenye mtandao wake wa kijamii: in light of escalating tension in the Middle East region where our petroleum product supply is sourced, yani kule ambako kuna vita kwa sasa ambao tunaviongelea, ambako masuala mazima haya ya petroleum yanatolewa, ama masuala mazima wa mafuta ya petrol kule yanakotoka zaidi kuja nchini Kenya ndio sehemu ambako kuna vita kwa sasa. I want to assure the public that the country has sufficient stock to cover both the country and the region. We have scheduled imports for delivery up to end of April 2026. Hichi ndio kitu alichokiandika hapa. Acha tukisome kwa Kiswahili tuje tuone amesema nini hapa mwafaka kabisa. This is what Opiyo Wandayi said.
Kwa kuzingatia mvutano unaoongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati ambapo usambazaji wa bidhaa zetu za petroli unakotoka, nataka kuhakikishia umma kwamba nchi ina rahisa za kutosha kufunika nchi na eneo hilo. Tumepanga uagizaji wa bidhaa za mafuta kutoka nje kwa ajili ya kusawazisha hadi mwisho wa April mwaka 2026. This is according to Opiyo Wandayi Energy and Petroleum CS. Hichi ndio kitu ambacho alikiandika, ambao ni kama kujipiga kifua vile kwamba hata endapo watafunga hiyo kampuni ya kusambaza mafuta, hao kama Wakenya hawana shida, kwa sababu tayari wako na stock, yani wako na mafuta ambao wameiweka kwenye magalana yao, ambayo wanahakikisha kwamba mafuta hayo yataweza kutumika mpaka mnamo mwezi wa 4, ndio kama ni kukatikiwa na mafuta, wakatikiwa na mafuta, ambapo tulikuwa tumetabiri ya kwamba bei ya mafuta huenda ikaongezeka kwa kiasi kikubwa sana, hata ikiwezekana maradufu zaidi, ili mradi yaweze kutumika polepole, kwa sababu yale mafuta ambayo yako kwa sasa ni mafuta ambayo yalinunuliwa na ile bei ya kawaida. Lakini ni hakika dhahiri shahiri sahino 100% kwamba mafuta yatakayotoka baada ya sasa ni mafuta ambayo yatatoka kwa bei ambayo itakuwa ghali zaidi, kwa sababu ya ule upatikanaji wake. Hivyo basi nchi nyingi zitakuwa affected ama zitadhurika kwa njia moja ama nyingine. Ndio pale ambapo nimetangulia na kusema kwamba kuna mpango kabambe tarehe 7 ya kwamba kuna mkutano ambao utaweza kufanywa na viongozi wa hizi nchi za Mashariki mwa Afrika, ili waweze kuketi kwa pamoja na kuangalia hao kama hao ni kitu gani ambacho watakifanya ili mradi waweze kujitegemea. Nadhani it's like a alarming war ama it's alarming alert ambao tunapewa kama watu kutoka Mashariki mwa Afrika, ya kwamba kwa sasa tunabidi tujitafutie njia kabambe ambao itatufanya sisi kama sisi tuweze kujitegemea wenyewe, pasi kutegemea mzungu, pasi kutegemea Mwarabu. Kwa sababu ukiangalia hata wale viongozi wa Afrika Mashariki, wengi wao ama baadhi yao ama dunia nzima kwa ujumla, wameweza kukashifu mzozo ule unaoendelea baada ya kwamba nchi ya Iran imeweza kulipisha makombora yake ama kulipiza makombora yake baada ya kwamba kiongozi wao ameweza kuuliwa na hizi nchi za Israel pamoja na Amerika. Lakini wakati Amerika pamoja na Israel inampiga Mwirane, viongozi wengi duniani pamoja na viongozi wa Mashariki Afrika hapa kujumuisha, wengi walinyamaza na kutii vile ambavyo Mwamerika anavifanya. Kwa nini? Ni watu ambao wanamuogopa Amerika, wengi wao ni watu ambao wanamuogopa na kumheshimu na kumuona kama ni kijimungu kidogo hapa duniani, ambapo wote hawataki kumpinga wala kumrekebisha chochote kile ambacho anakifanya kwenye ardhi. Ambapo kwa sasa mapigo ya Iran wameamua sasa walipishe vipigo. Ndio maana watu sasa wanaanza kukashifu vile vipigo ambavyo Iran anavifanya kwa wale ambao ni washirika wa Amerika. So ladies and gentlemen, acha tuendelee kuangalia, tuone mzozo huu wote utaishia wapi na ni nani watakaoumia zaidi.